Clement Mzize amekuwa mchezaji wa 6 aliyewahi kulitumikia shirikisho la soka hapa nyumbani nchini Tanzania, kuwahi kuwika kwenye anga za juu kabisa za kimataifa, lakini pia amekuwa mchezaji wa 4 raia wa hapa nyumbani nchini Tanzania kuwahi kuwika kwenye anga za juu kabisa za kimataifa. Hao wenzake ni akina nani? Na je, walifanya nini? Hakuna kukwambia Kenya, Tanzania, Uganda, Afrika Mashariki na duniani kote zaidi ya kwangu hapa kwa Clean Sports. Sasa tutakumbusha mwaka 1979 klabu ya Simba ilimtoa top scorer wa CAF Champions League Ali Tuweni. Yeye alimaliza kama top scorer kwenye CAF Champions League akiwa na mabao 3, na Simba alitolewa kwenye second round. Alianza first round akacheza na Mufulira Wanderers licha ya kufungwa chuma 4-0 akiwa nyumbani, lakini Simba alikwenda kufanya comeback ugenini chuma 5-0, miongoni mwa comeback za kuzungumzwa barani Afrika. Lakini second round Simba alienda kuondolewa na vijana wa Raka Rovers kutoka pale nchini Nigeria kwa aggregate ya bao 2-0, nyumbani game cha 0-0, ugenini akaenda kupoteza chuma 2-0 akaondoka kwenye mashindano. Ali Tuweni ndo alikuwa top scorer wa CAF Champions League mwaka 1979. Mchezaji wa kwanza huyo. Mwaka 2013 Mbwana Ali Samata kwenye CAF Confederation Cup alimaarufu kama kombe la shirikisho alimaliza kama top scorer akiwa na mabao 6. Kibabe kweli kweli yeye na wenzake wawili, so alifanya kazi kubwa akitumikia klabu ya TP Mazembe. Lakini mwaka 2014 kijana huyu Mrisho Ngasa alimaliza kama top scorer kwenye CAF Champions League akitumikia klabu ya Young Africans, akimaliza pia na magoli 6 yeye pamoja na wenzake wa 4. Pia hii ilikuwa ni kibabe kweli kweli. Mwaka 2015 Mbwana Samata tena kwanza akawa top scorer wa CAF Champions League, lakini pia alichukua tuzo ya mchezaji bora wa mashindano ya ndani kama tuzo aliyoipata Fiston Kalala Mayele kwa sasa. So Mbwana Samata alishafanya hivyo akitumikia klabu ya TP Mazembe. Mwaka 2022 kijana Pape Osman Sako alichukua tuzo ya goli bora barani Afrika, kibabe kweli kweli, akafanya kazi kubwa akiwa na klabu ya Simba licha kwamba alikuwa ni raia wa pale nchini Senegali. Mwaka 2023 Fiston Kalala Mayele akaingia kwenye historia nyingine kwenye klabu ya Young Africans kumtoa top scorer mwingine kwenye mashindano ya kimataifa. Kalala Mayele alimaliza na magoli 7 na moja kwa moja akawa top scorer yeye peke yake kwenye CAF Confederation Cup. Lakini mwaka 2025 sasa Clement Mzize amekuwa mchezaji wa 6 kuwahi kuwika kwenye anga za juu kabisa za kimataifa akichukua tuzo ya goli bora barani Afrika, tuzo ambayo Pape Osman Sako pia alishaileta hapa nyumbani nchini Tanzania akitumikia klabu ya Simba. So hawa wachezaji 6 ndio wamefanya kazi kubwa kwenye anga za juu kabisa za kimataifa. Lakini nikumbushe kwamba Ashraf Hakimi ndio amekuwa mchezaji bora wa Afrika kwa sasa mara baada ya Ademola Lookman kuchukua msimu jana. Amedeserve kupata hii tuzo. Makombe alichukua na Paris Saint-Germain, kiwango bora sana, na ni fullback wa kulia huyu. Hii ni kibabe kweli kweli. Lakini pia nitakumbusha kwamba hapo zamani tuzo za CAF zilikuwa hazitolewi, zilianza kutolewa rasmi mwaka 2000. Ndio maana hawa matop scorer kama kina Ali Tuweni hawakupewa hiyo tuzo, lakini walikuwa wanapewa hiyo acknowledgement kwamba wamefanya kazi kubwa kuandika hizo historia zao. Lakini mwaka 2000 ndipo tuzo zilianza kutolewa hapa Afrika. Kuna baadhi ya tuzo ambazo pia zimekuwa zikitolewa kwa msimu. Mfano tangu 2001 goli bora barani Afrika ilitolewa mpaka 2004, lakini kuanzia 2005 mpaka 2017 tuzo hizi hazikutolewa, zikarudi 2018, 2019 tukamwona Riyad Mahrez alichukua hii tuzo. 2020 haikutolewa kwa sababu ya corona, 2021 the same, lakini 2022 ikarudi tena Sako akachukua hii tuzo, 23, 24 na 25 pia ambao Clement Mzize amechukua, na huku alichukua msimu jana alikuwa ni Mabululu. Kwa hiyo tuzo Afrika ni kibabe kweli kweli, tuzo mbalimbali zimeweza kutolewa. Kocha wa Cape Verde amekuwa kocha bora wa mwaka akipeleka timu yake ya taifa kwenye kombe la dunia, lakini pia Morocco under 20 ndio imekuwa timu bora zaidi ya mwaka ya timu ya taifa kwa sababu vijana wamechukua kombe la dunia. Ndugu mwekezaji, nikukumbushe kwamba sisi pale WhatsApp tunaendelea kuwekeza kibabe kweli kweli. Uwekezaji unaendelea na kule sisi tunawekeza bure kabisa. Siku ya 10 leo hatuna loss hata moja, na wale wanangu ambao mpo kwenye kundi kule nadhani mtakuwa mashahidi. So kupitia namba 0689701263 unatuma neno niungi usana maneno mengi kibabe kweli kweli. Bwana Clean Sports to the world.